Karibu mtazamaji na shukran kwa kuendelea kusalia nami, na kabla ya kuingia kwenye mapumziko mafupi tulikuwa tumepata kauli za wazazi kutoka maeneo mawili tofauti, ikiwemo eneo la Kakamega na vile eneo la Nakuru, ambapo walikuwa wanazungumzia hali ambayo kwa sasa imewatia hofu wazazi wengi, hususan wa shule za upili, ambapo ile elimu ya nafuu ambayo serikali ilikuwa imeahidi kuendelea kugharamia inaonekana kushindwa na jukumu hilo. Je, itakuwa ni kitu ambacho kwenye siku za usoni kitakuwa changamoto kwa elimu ya watoto humu nchini Kenya, hususan ya upili? Ndio baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tunayatathmini kwenye mazungumzo haya, nikiwa namhusisha Boaz Waruku ambaye yeye ni mtaalamu wa sera ya elimu na pia ni mtafiti mkuu katika masala ya elimu. Na tutakuwa tunaangazia kwanza takwimu ambazo tunazo kuhusiana na miaka mitatu ya kifedha, ikiwemo mwaka 2020 na mwaka 2021, ambapo fedha za ufadhili wa elimu zilizotolewa na hazina ya kitaifa ilikuwa ni jumla ya 17,243.85, na mwaka uliofuata mwaka 2021 hadi mwaka 2022 wa kifedha hazina ya kitaifa ya fedha ikatoa 17,792.20, na mwaka uliofuata 2022-2023 hazina ikatoa 17,339. Lakini je, katika fedha hizo zilizotolewa ni fedha zipi ambazo zilifikia shule na matozo yaliyokatwa na Wizara ya Elimu yalikuwa ni yapi? Tunaangalia jumla ya 15,697 ambazo zilifika katika shule mwaka 2020 na mwaka 2021 baada ya kutolewa na wizara ama kutolewa na hazina ya kitaifa, na mwaka uliofuata mwaka 2021-22 16,039.30 ndio zilifikia shule za upili, na mwaka uliofuata mwaka 2022-23 14,701 zikafikia shule. Na ni kwa nini? Tunaona kuna idadi ya fedha ambazo zinakatwa na Wizara ya Elimu, ikiwemo kati ya 1,500 hadi 2,600 ama 500 ambazo zinatozwa. Hatujui ni za nini ama ni kwa sababu zipi, lakini labda tutakuwa tunapata kauli ya Boaz kutathmini hayo. Na pia kuna 5,000 kila muhula kwa kila mwanafunzi katika fedha hizo, ambayo bado shule inarejesha kwa Wizara ya Elimu. Jumla ya takriban 7,000 hivi inapotea katika mchakato huo, na takriban wastani wa 10,000 pekee ndio inafikia shule kwa kila mwanafunzi kwenye kila kipindi ambacho fedha hizo zinafaa kufika shuleni. Awali fedha ambazo zilikuwa zifike kwa jumla ilikuwa ni 22,244 kwa kila mwanafunzi kwa muhula. Boaz, kuna maelezo yoyote katika mikutano na washikadau wa elimu katika kujua ni kwa nini fedha hizi zinatozwa? Kwa sababu kuna 5,000 ambayo imekadiriwa kushughulikia masuala ya miundombinu, lakini sijui kama kuna maelezo yoyote ya zile 1,500 hadi 2,500 ambazo pia tumeona zikitozwa katika miaka mitatu ya kifedha ambayo tumeiona kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2023. Samahani. Asante sana dadangu Adia. Na kwanza kabisa tuseme swala la mgao wa ufadhili katika sekta ya elimu ni swala nyeti sana, swala muhimu kabisa, kwa sababu kupitia hayo ndio tunaweza ona kama kweli ile ndoto ama vision yenye Wakenya wote walikuwa nazo ya kuhakikisha kuwa kila mtoto wako shuleni na anasomeshwa vizuri inaweza kukamilika. Lakini kulingana na vile tumekuwa tukiona, na umeeleza vizuri, wenye wanatizama wanaangalia na wanaona kweli ile ndoto kwanza ilisemwa kuwa kulingana na adjustments zenye zilifanywa kwa 2018. Serikali walisema watakuwa wanatoa ama wanatenga na kupeana kwa mashule idadi ya shilingi 22,240 na kwa kila mtoto kila mwaka. Na pia wakasema hiyo mgao watakuwa wakipeana ama wanatuma shuleni kwa ile formula ya 50% ama 50% kwa tamu ya kwanza, 30% tamu ya pili, alafu 20% kwa ile tamu ya mwisho. Na pia commitment waliweka ni kuwa hizo pesa zitakuwa zinapeanwa kabla tamu ianze. So kuna mambo kadhaa hapa, lakini tutaanza na ile umeuliza. Kama
kuna vile serikali wamekuwa wakiongea ama wanafanya mazungumzo na washikadau wakati wanaamua kuwa hela fulani kama imewekwa tayari lakini zinatolewa tena irudi kwa serikali kuu. Kwa mfano umetoa pale na tumeona statistics ni kama average kila mwaka kuanzia financial year 2020-2021 unaona ni hadi 2022-2023 na hata financial year imeisha, ni kama idadi inawekwa ili ionekane kama inakuwa transmitted ni 17,000, 17,000. Hiyo tayari unaona 5,000 imeenda. Na hiyo 5,000 ndio sisi kama washikadau tumekuwa tukisema kwa nini hiyo pesa inabaki Jogoo House, kwa sababu hiyo ndio headquarters za Ministry of Education. Tumeuliza ni kwa nini unaweka pesa kwa kichwa ya mtoto ama mwanafunzi alafu hiyo inatolewa. Ni kama wewe ulikuwa umehesabu unga gorogoro 2 iende kwa mtoto, lakini wewe umechukua gorogoro 1, kwa sababu kulingana na zile statistics tunaona ni kama ile pesa zinafika ili walimu katika shule na BOMs watumie kwa kila mtoto inafika kama karibu 10,000 peke yake. So unaona ni zaidi ya 50% tayari imeondolewa. Lakini hakuna sehemu ama kuna wakati mimi nimeona kama washikadau wanaambiwa ama wamewekwa chini na wanaambiwa kwa sababu fulani sasa hizi hela tutakuwa tunatoa tena ingine kubaki sehemu fulani. Mambo ya tuseme kama vile wanasema 5,000 wanatoa ndio isimamie infrastructure. Kwa nini wanatoa hizo pesa zibaki huko kusimamia infrastructure? Na tukijua kuwa kila shule ndio wanajua zile priorities infrastructures wako nazo. Tuseme shule yenye wako na watoto kama 1,000. Ukitoa hiyo 5,000 tayari kwa kila mtoto, hiyo ni 500,000. Kama hizo pesa zingekuwa zimefika kwa hiyo shule, wanaweza ona kweli mambo ya choo, kwa sababu siku hizi baada ya mafuriko tumeona vile public latrines sana zile za nje, public toilets latrines zimekuwa zikizama. Pengine wanaweza sema hiyo ni priority. Wengine wamekuwa wakisema sasa infrastructure ama classrooms zimekuwa ndogo sana. Pengine tujenge classrooms zingine. So priority hao wenyewe katika shule ndio wanaweza amua kuwa priority itakuwa sawa. Wakati sasa hizo pesa zinatolewa kama ni infrastructure na inabaki kwa serikali kuu. Unajua shida inatokea tena. Ili shule wapate hiyo pesa, wanasema kuna kiwango 4. Kuna processes 4, kuna njia 4 yenye wanaweza pitia ili wapate hiyo pesa. Kwanza shule watume request. Waseme sisi wizara, sisi tunaomba tufanye tuwekewe hela fulani. Pili, the leadership nasema viongozi katika eneo fulani ndio wanaweza amua okay, sasa hii iende kwa matumizi fulani. Alafu kuna kipengele kidogo tu hapo yenye inanishinda sana. Anasema kupitia kwa authorization by mtu ama senior authority katika wizara. Unajua katika wizara senior authority, hiyo ndio sababu tumekuwa tukiona pengine rais ameenda kwa sherehe kwa shule, alafu wakati anatoa hotuba anaita wizara fulani. Anamwambia vile nimewaambia waziri hapa atatenga na ataleta milioni 100. Unaona wakiendelea kufanya infrastructure development kupitia hiyo njia, kuna shule kadhaa wanatengwa nje. Ni juzi tu ndio nisikia kama head of school fulani akisema sisi unaona zile classrooms 10 tulipata kwa sababu rais alikuwa anapita lakini akaingia hapa kutusalimia.
na ile kitu ikakuja kwa kichwa yangu na walimu wetu na wanafunzi, instead ya kumuomba basi, sisi tukasema tunataka classrooms, na akaambiwa basi hizo classrooms utapata. Nikauliza ile swali kuu, wangapi watapata infrastructure development kupitia hiyo njia? Kwa sababu sio rais anapitia kila shule kila wakati. Inatuambia kuwa kuna udhoefu kubwa sana katika planning ya kutengeneza tuseme kama infrastructure, katika matumizi ya hela, katika karibu kila kitu, kwa sababu uliuliza kama kuna kuanga na ile mjadala. Wakati president amepitia katika karibu na shule fulani, hapo unajua hakuna mjadala. Lakini kulikuwa na hii dialogue ilianzishwa na Wizara ya Elimu, the national dialogue, kuangalia kama mambo ya CBC inaendelea vizuri. Sijaona kama hiyo dialogue ilifikia high school ndio waanze kushughulikia masuala la ufadhili ama vile mgao wa ufadhili yenye inaenda kwa mashule. Kwa sababu hiyo haijafanyika, tunasema zile pesa zimekuwa zikitengwa na zinabaki Jogoo House, zinatengwa kinyume cha sheria, kinyume cha maadili, kulingana na kipengele cha 10 ya katiba yetu ya Kenya, kwa sababu wanasema kama itakuwa kuna nafasi ya kubadilisha sera fulani, lazima washikadau wakae chini na wakubaliane. Hiyo sijaona. Dadangu, kuna jambo pia, kwa sababu wakati Ochanda na Gachuri walikuwa wanaongea na washikadau na sana sana wazazi, unaona the terms, matamshi yenye walikuwa wanasikia kutoka kwa CS inawaganda ama inawakera, inawapatia ile hofu kubwa, na wanakuwa na huzuni, ni kama kuna kifu, tuseme hivyo. Kwa sababu wakati CS anatamka akisema hizi hela hatutaweza kupeana tukiendelea, yani it is not sustainable. Anasema hizi hela za kugharamia basic education kulingana na mahitaji ya kikatiba, free na compulsory, hatutaweza. Hiyo lugha sijui imeingilia wizara lini, kwa sababu karibu kila moja wao, hata CS education, sasa CS treasury, wanasema hiyo lugha moja. Hiyo lugha wanasema, mimi naendelea kurudia, ndiyo lugha ile Moi alikuwa akitumia wakati wa Kenya walikuwa wanasema tunataka free and compulsory primary education. Moi alisema kulingana na experience yake, hiyo haiwezekani kwa sababu ile hela ama kodi serikali inakusanya ni kidogo mno. Lakini Kibaki akiingia akasema hapana, kuna vile tunaweza kuimprove the collection ya revenue ama kodi, na ikafanyika kuanzia term 1 2003 akaweka Professor Saitoti education minister, Professor Anyang' Nyong'o planning, na ukaona kama wanaendesha hiyo vizuri. Hatukuwa na shida kubwa sana. Mimi nasema ni kulingana na the political will. So political will, unajua, inaenda sambamba na the leadership ya wizara na the leadership of the state. Tunawauliza, kweli wako na Kenya pamoja wakati wa Kenya walisema tuwe na hiyo free and compulsory basic education yenye inaanzia chini hadi secondary school, kwa sababu hiyo ndio basic education. Kama hawana hiyo ndoto, hawana hiyo vision, ndoto yao na vision yao ni tofauti na wa Kenya, basi hapo tunataka mjadala kubwa sana. Ama leadership ya wizara tuangalie itafanywa namna gani.
Na hizo kauli ambazo unazitaja Boaz, tumeona zikiwa zinafanana, kwa mfano kutoka kwa wizara yenyewe wakizungumzia iwapo kuna uwezekano kwenye siku za usoni za kuhusisha wazazi kugharamia kiwango hicho cha elimu nafuu, ambapo tayari wazazi walikuwa wanagharamia kiwango fulani, kwa sababu elimu ya upili haikuwa bure moja kwa moja. Kulikuwa na baadhi ya gharama ambazo mzazi bado anamudu, ikiwemo masuala labda ya chakula, masuala ya iwapo kuna nafasi za bweni na masuala mengine ambayo yanasaidia uendeshaji na pia kukaa shuleni. Na serikali ilikuwa na gharamia zaidi masuala ya vitabu, yote yale yanayofanya ile elimu iwe inaweza kupatiwa yule mwanafunzi kwa njia rahisi. Tumeona madeni katika mihula ambayo imepita, hususan tu mwaka huu, hata tusende mwaka uliopita na miaka ya nyuma, ambavyo tumeona katika takwimu bilioni ya zaidi ya 7 muhula wa kwanza ni deni ambalo bado shule ilikuwa inadai kutoka kwa serikali na wizara. Tumeona deni la bilioni 10 zaidi muhula huu wa pili ambao umetamatika. Na tayari kuna baadhi ya shule zimefunga mapema kwa sababu ya kukosa fedha za kuendelea kukaa na wanafunzi shuleni na kuwapeleka nyumbani mapema kwa kuweza kuweka zile gharama. Kwa hivyo kila muhula wanafungua shule wakiwa wana deni. Swala la kuweza kumudu, kwa sababu tumeona Rais weekend akisema kwamba wamejitolea kama serikali katika kuhakikisha elimu hii ya nafuu inaendelea kutolewa. Lakini kama ulivyotaja, Wizara ya Hazina ya Kitaifa ina kauli tofauti na Wizara ya Elimu pia ina mtazamo tofauti. Kuna uwiano katika mtazamo ambao tunauona kutoka kwa viongozi wa sekta tofauti za serikali ambazo zote zinafaa kutoa mwelekeo mmoja. Kwanza rais akae chini na watu wake ndio wajue ni lugha gani wanataka kusema. Na hiyo lugha wakitamka iambatane na yale mambo wameweka katika kitabu, katika orodha, kwa sababu bajeti yao tuko nayo sasa. Hiyo bajeti yao inasema ile lugha CS Treasury na CS Education wanasema. Kwa sababu hiyo budget haitoshi kuendesha shughuli za elimu vile kikamilifu. So ili rais anafanya affirmation, anatuhakikishia kuwa hatateleza, hatahakikisha kuwa watoto wote wako shuleni na wanasoma na pesa zinatolewa ziende huko. Hatutaki mazungumzo. Tunataka hiyo budget ya kutosha. Budget tayari wamepitisha, lakini hiyo budget haitoshi kwa sababu kila vote head, kila kipengele ukiangalia ina kasoro. Ina kasoro kuanzia ni pesa ngapi hiyo ya capitation. Ukiangalia idadi hata ya watoto wenye wamewekwa pale, wamefanya naye estimation ni chini mno. Hata waziri hao wawili walikuwa wanasema ukweli, kwa sababu hizo pesa ukichukua na ukidivide na idadi ya watoto utapata ni chini, haitatosha 22,000. Hiyo ni kweli, lakini si ni hao ndio wamekuwa wakifanya hiyo budget? Walijua hiyo leo tu ama wamejua hiyo jana? Wanatufanya budget kupitia a professional process na statistics zenye zinatoka kwa the Kenya Bureau of Statistics. Wakati wanatumia hizo, hawawezi sasa tena kurudi kwetu kutuambia ile pesa tumeweka, tukiangalia idadi ya wanafunzi haitatosha. Hiyo ni budget, ni kama hata nyumba yangu. Sasa nasema ile budget tumefanya na madam na wale watoto wengine, tunasema tumebudgetia watu 10. Lakini kwa nyumba kuna watu 22. Sasa hiyo ni nani akona shida kwa kichwa? Wakati wanafanya hiyo budget, wafanye professional work. Dadangu, unajua katika Wizara ya Elimu tuko na wataalamu. Tuna wataalamu. Ukiwauliza kama hii kazi hata planning inaweza kufanywa vizuri, ndio inaingiana. Kama tunasema pesa zingine baada ya kuwekea kila mtoto unafanya chopping off, tunakata ndio ibaki huko, watakwambia kama kuna pesa zinafaa zitengwe huku juu ati ya sport na drama, ati hizo ni national coordination. Kwa nini basi bado tunauliza wanafunzi walipe kule activity fees? Kwa nini tunaona karibu kila wiki wanafunzi bado wanatumwa nyumbani ati kwa sababu hawajalipa hiyo, being chased
back home, waende walete hizo pesa. So wataalamu wetu wenye tunawalipa vizuri katika wizara, nitatumia lugha ya Kiingereza, we are underutilizing them. Na wakati umeweka mtaalam mwenye ana uwezo, anaweza kusaidia sisi, kutuadvise na tuendelee vizuri, lakini akitoa advice hiyo unapuuza. Wewe unaendelea na inflammatory political statements zenye hazina maana na hazina uhusiano na budget yenye imepitishwa. Sijui kama wewe unataka tuendelee tu mambo ya, kwa sababu hiyo ndio inaitwa siasa. Na utoe siasa kwa elimu, tuhakikishe tuangalie ni watoto wangapi wako katika primary 1, 2, 3, 4. Tumeweka pesa ya kutosha. Kila mtoto angefaa apate 1444. Tumewawekea hivyo. Hata isitoshe kuna mambo ya inflation. Unajua ile tume ya Profesa Munavu walisema hii 1000 na iliwekwa 2003. Tuangalie vile tunaweza kufactor in inflation na hizo costs za mahitaji za kimsingi, kwa sababu tukifanya wali double hiyo. Lakini hiyo ripoti mpaka siku ya leo kuna mambo kadhaa hazijatekelezwa. Zile zimetekelezwa ni mawili tu. Moja, domiciling ama kuweka JSS katika primary. Pili, university funding model. Hizo zingine imezama. Kwa nini? Na pesa tulitumia. So nimesema kuna wataalam na kuna professional advice imepeanwa. Political goodwill ama yenye ile hisia ya kufanya kitu vizuri ndio haiko. Na tukiangalia masuala ya kiwango na cha elimu ambacho tunataka wanafunzi wapate nchini Kenya, ambacho tuna nia ya kutoa, labda tuna mtazamo wake katika masuala ya elimu, na tukiangalia kiwango ambacho tunaishilia kuwapa kutokana na changamoto ambazo tunazitaja. Kumbuka kuna viongozi katika ule muungano wa wakuu wa shule za upili walikuwa wanasema kwamba shule nyingi za upili za umma zimelazimika kufuta kazi wale walimu wa bodi ambao wamekuwa ni usaidizi mkubwa sana katika shule nyingi za umma, na haya yote yakiwa yanachangiwa na zile fedha kutotosha, kwa sababu fedha hizo ambazo zinafaa kuwafikia ndio zinawalipa wale walimu. Kwa hivyo madarasa ambayo yalikuwa labda ni mawili, labda kulikuwa na kidato cha kwanza A ama cha pili B na cha pili cha, zinajumuishwa, inakuwa wote wapo kwenye darasa moja kwa sababu ya ukosefu wa elimu. Haya yanaleta hatari gani ya kuangalia mwishowe tunatoa mwanafunzi ambaye ana kiwango gani cha usomi? Unajua haya pawili tena kama kuunganisha madarasa, the merging of classes, na pia kuondoa wale BOM teachers. Ni kwa kizungu acha niseme manifestations ya deeper problem. Kwa sababu kila shule wanajaribu kucope. Pia huwezi kuweka mwalimu hapo wa BOM lakini hamna pesa ya kuwalipa. Wakati sasa unasema form 1 kwa sababu saizi ni form 2 A, B, C, wacha tuwaunganishe pamoja. Idadi katika klasi inaongezeka na inakuwa juu. Mwalimu ni yule. Kufanya marking, unajua kwa sababu teaching inatumia mbinu nyingi sana. Lakini ili mwalimu ajue kama wanapata au wanafunzi wanapata yale ambao wanafundisha, lazima wapatie exercise. Utapata basi mwalimu wako pale alafu anawaambia watoto ama wanafunzi wabadilishe vitabu, ndio sasa kila mtoto anafanya marking ya yule mwingine. Kwa sababu ukimletea vitabu zote atachukua karibu muda mrefu zaidi ndio amalize. So hizo coping mechanisms zenye tunatumia pia inaharibu ubora wa elimu, ama it affects the quality of education. So tunasema planning ifanywe vizuri kulingana na mahitaji ya wale watoto wachanga. Na by the way, kuna principle katika Children's Act. Children's Act kuna principle yenye hata ikipelekwa kotini uende wapi, jambo la kwanza wanaangalia hii budget vile walikuwa wanafanya, is it in the best interest of the child? Hiyo ndio principle number 1.
wakati wote koti ama pale the public space watu wanaangalia masuala ya watoto. Anasema hapana, kama hawajaweka pesa ya kutosha kuhakikisha security and safety katika shule imekuwa guaranteed, kama hawajaweka pesa kuhakikisha kuna walimu wenye watakuwa wanapatia watoto masomo ya ile hali ya juu, yani quality education, kama hawajaweka hiyo, basi hiyo sio in the interest of the child. Kama hawajaweka ile pesa ya kufanya inspection ama oversight, ili watoto wengine, ili wafanyikazi wengine wale katika shule na hata pia walimu wawe wakifanya kazi wakijua ukilegeza kamba kuna quality and standards officers wenye watapitia kuangalia kama kazi inaendelea. Kama hujaweka hiyo pesa, it's not in the best interest of the child. So mimi nitasema kwa muktasari hivi, ili tusiendelee kubishana push and pull huku na pale kila wakati, tufanye political goodwill ionekane. Na hiyo political goodwill ionekane ianze wakati budget, tunaanza kutengeneza budget. Kama saizi, unajua tumepitisha ile ya 2025-2026. Ile budget process ya 2026-2027 imeanza. Hiyo wakati huu ndio sasa utaona ni inaanzia huko treasury. Wanaanza kutoana estimates na wanaambia kila sekta sasa unaweza kufanya budget kulingana na hiyo devoted. So hapo ndio mambo inaharibika, kwa sababu hapo ndio sisi washikadau na sana sana sisi watu wa elimu bora tunajiuliza, mwenye alikuwa anatenga naweka hizo na pesa kidogo, alikuwa na interest ya mtoto at heart. Huyu ni yule ambao ameambiwa na World Bank na IMF kuwa usiweke pesa nyingi ya kuajiri walimu tena zaidi, kwa sababu World Bank policies sote tunajua wanaongea kuhusu mambo mawili sana. Wanasema mambo ya efficiency. Kulingana na hao efficiency inamaanisha hata JSS wakiwa na walimu wawili wanatembea kutoka class moja na nyingine wako efficient. Lakini sisi tunajua mwalimu wa CRE ukipeleka kufundisha maths ama science hawataelewana. Lakini kwa sababu hao wanaangalia sijui ni statistics, my efficiency. So the principles ama process na directives za kufanya budget yetu tuondoe kule Washington, tuiweke hapa nyumbani na ianze katika shule. Shule yenyewe watuambie sisi priorities zetu. Hapa tunaona idadi ya walimu, tuna kasoro ya walimu wawili ama watatu. Tafadhali katika financial year tupatie hata at least 2. Pili, tunaona hapa watoto wamekuwa wengi. Tuna classrooms za capacity instead of 40 ama 50 tuko na wanafunzi 80 ama 100. Tupatia hata darasa classrooms 3 ama 4. Tunaangalia hapa infrastructure vile nilikuwa nimetamka kitambo, choo na mengine mengi. Tunaona kama hii imeharibika, hii ni hatari sana, tunaona cracks, hata inaweza kuzama na watoto vile tumekuwa tukiona. Tunataka kuweka hiyo aside ama tuibomoe, tujenge ingine. Tukianza kufanya budget namna hiyo na president, kwa sababu the buck stops with the president. President aseme mfanye namna hiyo, na ikifika bungeni, wabunge sio pia wasianze kufikiria hao hapa tukiwapatia hizi pesa ziende direct kwa mashule. Sasa sisi pesa zetu kupitia CDF itatoka wapi? Tuondoe hizo interest zote, tukusanyike pesa zote tuweke kwa mkopo ama tuseme pocket moja, ndio ingie iende katika kila shule. Ndio mahitaji haya yote yenye imeodhoreshwa na mashule
tuyatimize. Na kama ulivyotaja, shule ndio zinajua matatizo ambayo yana kipaumbele ni yapi kwa ushuleni, na nafikiri yanatofautiana katika kila shule na kulingana na maeneo na pia ya ile miundombinu ambayo ipo shuleni. Tutakuwa tunarejea baada ya muda mfupi kujadili iwapo ni muda ambapo wazazi wanafaa kutathmini kuanza kugharamia elimu ya wanafunzi, kwa sababu tunaposikia changamoto za, tunarejea baada ya pumziko fupi, tunaposikia waziri wa elimu akitoa vidokezo kwamba huenda tukawajumuisha wazazi katika kugharamia gharama za elimu hiyo ya upili kwa sasa, ambapo wanataja kwamba huenda ikashinda jukumu hilo serikali. Mbali kabisa na kauli ambayo tunasikia kutoka kwa rais ya kwamba wanaweza kumudu gharama hizo, wengi wanajiuliza ni kauli zipi ambazo zinafaa kusikilizwa na wazazi na wanafaa kujiandaa vipi iwapo basi tutakuwa tunaona msururu huu wa kuchelewa kwa fedha hizo za mgao wa ufadhili wa elimu. Na kusihi usiende mbali, nitakuwa narejea hivi punde. Download the I&M Bank app now or visit any I&M Bank branch and open your account today. Hey Baba, Olodumare, my one and only, the giver of life. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Go, go shorty. We gon' party like it's your birthday. Go, go. Desperado. DJ Tatua. Mamico. Balotelli. Ladies to give me fuck. Ndio home. Karibu tena mtazamaji, na shukran kwa kuendelea kusalia nasi tukiendelea kudadavua swala la ufadhili ama mgao wa ufadhili wa elimu kwa lugha ya kimombo capitation, ambapo tumeona kumekuwa na hofu kuu kwa wazazi, hususan wale walio na wanafunzi katika shule za upili za umma, ambapo tunaona kwamba kuna tabia ya kuchelewa kwa fedha hizo katika miaka ya hivi punde, na hususan mwaka huu pekee kuna madeni ambayo hayakukamilishwa katika muhula wa kwanza na huu wa pili ambao umetamatika wa mabilioni ya fedha. Madeni ambayo yanasalia mzigo kwa wale wakuu wa shule ambao pia wanashindwa kumudu mazingira ya shuleni kwa kutoroka wadeni wao kwa sababu moja au nyingine, hata labda kuchukua hatua za kupima vyakula na masuala kama hayo mengine mengi. Nimeungana na Boaz Baruku ambaye yeye ni mtaalamu wa sera ya elimu na pia ni mtafiti wa masuala ya elimu akiwa ni mshikadau katika sekta hiyo. Tukirejea katika awamu hii ya mwisho labda kwa kuzungumzia mzigo wa madeni ambayo yanasalia shuleni wakati ambapo serikali inashindwa kupeana zile gharama kamili ambazo imeahidi kwa mgao wa shule na kwa kila mwanafunzi kwenye kila mwaka. Na pia labda kwa kugusia dhana ambayo tumeona ikirushwa kutoka kwa ndimi za viongozi kwenye sekta hiyo serikalini kwamba huenda wazazi watahitaji kugharamika zaidi katika elimu ya watoto wao kwenye sekta hiyo kwenye shule za upili. Ni kweli kabisa. Pengine tuanze na deni. Wakenya wangefaa wajulishwe na waelewe kuwa ili the head of school na BIMs waendeshe shughuli katika shule, kuna ile plan wanafanya kwa kila mwaka,
lakini hiyo plan wanafanya kulingana na idadi ya wanafunzi katika shule. Na hiyo idadi kama ni sekondari wanajua kila mtoto anafaa apate pesa fulani kutoka kwa wizara. So wanafanya planning kulingana na hizo pesa. Na vile vile baadaye sasa ndio tunaona pesa zenye zinafika ni chini ya 50%. Sasa ujue tayari wamefanya planning, wameweka hata tenda za kugharamia vyakula ama na services zingine. Mwishowe wanabaki bila pesa kulipa katika biashara za hao watu. Sasa biashara zinavunjika, stress kulingana na vile hao service providers wamekuwa wakitembea, wanatafuta principal anakuwa wanted person katika area kwa sababu watu wanaona yeye ndiye amekwamilia pesa zetu. Kumbe hajapata, lakini kulingana na pia ile utafiti tulifanya na kama elimu bora kuangazia illegal levies, ni kwa nini shule nyingi wamekuwa wanaipitisha na wanadai wazazi kulipa zile levies zaidi ya zile zimewekwa na wizara. Wengi wanasema kwa sababu walimu wanasema sasa kama tuko na wao watoto pesa hatujapata, sisi tutafanyaje? Tutawauliza na wanaweka wanafunzi wazazi chini, au wazazi sasa ndio wanakaa wanasema okay, wacha kila mmoja wetu tuone vile tutaongezea. Hapo ndio hiyo illegal levies zinatokea. Na unaona ikifika hapo ile burden ama kusimamia elimu ya mtoto, umetoa burden kutoka kwa serikali, umemwekea mzazi mzigo zaidi. Na mzigo huo ni kama tuseme katika basic education tumefanya analysis, ni idadi karibu 60% ya kuelimisha mtoto bado mzazi anabeba. So hapo tunaona ni kama tunaweza linganisha na hilo swala la pili ulikuwa unasema. Wazazi tu wanaweza amua, wanasema basi kama public education system hatusaidii, aidha tulipe zaidi ama si afadhali basi tuhame tuende kwa private schools, kwa sababu private schools inakaa ni kama wamejipanga vizuri, wameweka laboratories, wameweka workshops, wameweka walimu. Lakini hapo ndio naambia Wakenya, hapo ndio kuna hatari zaidi, kwa sababu investors katika hizo private schools wengi wao ndio hawa wanasimamia public education system. So wanataka kuzivunja public education system ndio biashara zao ziendelee vizuri. Kama Wakenya tulikataa, tumeweka katika katiba elimu iwe free and compulsory. Tulazima tuwasukume, kwa sababu zile pesa tunataka watumie kutekeleza hiyo ndoto ni pesa zetu. Tunawaambia wafanye prioritization, waangalie kama ni infrastructure waweke, kama ni walimu. Wacha niongezea hapo, walimu tulianza kuzungumzia masuala yao kitambo sana. CBC tayari saizi tuko katika grade ya 9. 9 years later tunaangalia na tunaona kuna mwanya ama gap ya karibu 100,000, that's 100,000 gap ya walimu inahitajika katika basic education level. Kama saizi ndio bado hatujasuluhisha the gap katika junior school, unapata junior schools nyingi wako na walimu 2 au 3, na hao walimu sio wenye wanasimamia zile subjects zote ama pathways wenye zilikuwa zinaundwa. Utapata nilitoa mfano ya CRE teacher, unatarajia huyo ndiye afundishe hesabu, afanye alchemia, afanye pre-technology subjects. Haiwezekani. Music akiona G clef anang'ang'ana kuitafsiri hiyo ni nini, unaona? So tuangalie ni walimu vile tulitarajia walimu waajiriwe. Sisi tulikuwa tunasema ili CBC katika junior school na saizi kuingia senior school
ili iendeshwe vizuri, basi lazima tuangalie kila shule iko na walimu wenye wanaweza kusomesha watu katika humanities and social sciences, katika pure STEM ama pure sciences, ndio hao walimu wanaweza kufanya ile foundation ya wale wazazi, ya wale wanafunzi watakuwa wanaegemea upande ya engineering, medicine, IT na kadhalika. Pia waweke walimu wenye wanaweza kufundisha mambo ya art and sports, kwa sababu hiyo ni muhimu zaidi at the foundational level. Ili basi the minimum kulingana na sisi na idadi ile analysis tulisema, kila junior school wakiwa na at least walimu watatu katika kila nyanja, ndio itakuwa afadhali tukiimprove tukiendelea. Lakini saizi tunapata walimu wawili, na hao walimu wawili pengine wako kwa pande moja, so watoto wenye wangekuwa na talent ya kuegemea pande ingine ama hizo pathways zingine hawana hiyo nafasi hata kidogo. So tungetarajia kuona katika budget, katika hiyo mgao wameweka pesa ya kuajiri walimu ya kutosha, na kuajiri kama walimu tosha, walimu safi, kwa sababu wao walimu tayari wamefundishwa, wamekuwa trained, wameenda kwa teaching practice, wamekuwa registered na TSC kama walimu. So wakati unaajiri tena kama interns, unajua interns ni kumaanisha wale wenye bado wanaendelea na masomo, ndio wakomee. Koti tayari walisema kuajiri walimu kama intern ni kinyume cha sheria. So sijui kwa nini serikali saa zingine wanaendelea kutamka mambo ambazo ziko kinyume cha sheria. So wangefaa waendelee kutekeleza kulingana na sheria venye imewekwa. Waajiri hao walimu full time, permanent and pensionable, na waajiri walimu ya kutosha, na hiyo spreading ifanywe ili sio ati unaweka CRE teachers wawili katika JSS na unatarajia ati yao ndio watafundisha subjects zote. Hapo itakuwa ni bora elimu, sio elimu bora. Na hapo ndio tunakataa. Tukisalia kwenye swala la ambalo umeliibua la elimu ya CBE ambayo tunakwenda kuingia kindakindaki, kwa sababu tunatoka kwenye ule mfumo wa 8-4-4 polepole, tumesalia ni miaka mitatu mbele tuwe tumemalizana nao kabisa. Elimu ya CBE ina gharama zaidi kushinda elimu ambayo tulikuwa nayo ya 8-4-4. Tunapoona changamoto hizi katika sekondari ya 8-4-4 na sekondari msingi ambayo ndio tumeingia na tunaingia katika sekondari ya juu ya elimu ya CBE, tupo tayari kikamilifu kweli kuingia katika elimu ya sekondari na gharama ambazo zinaendelea kupanda na fedha zinaendelea kushuka? Swali kuu ni tuko tayari? Nitakwambia jibu kila Mkenya anajua, hatuko tayari. Kama tumejua hatuko tayari, tunafanya nini ili tusuluhishe? Sisi tungependelea serikali wafanye jambo fulani, lakini wanafanya kweli? Ama unaona kama wana ile nia ya kuifanya? Hatuoni kama wana nia. Hatuko tayari kwa sababu vile umesema, CBE inatarajia mambo kadhaa, kwa sababu ni practical oriented. Sasa kama hiyo practical oriented inamaanisha lazima tuwe na workshops, tuwe na laboratories, tuwe na zile vitu kama sport science, tuwe na infrastructure zenye zinaweza kusaidia hayo yote. Kweli tunafanya investment kutengeneza hizo? The only schools zenye tumeona wakifanya ni private schools, na ndio naendelea kuongezea wenye wanasimamia public schools. Kwa nini hao ndio wana invest kwa private schools? Basi kwa sababu private schools unajua ni biashara ya mtu, anataka profit. Pengine basi hao watu wanataka kuharibu public school ndio profit ama business yao iendelee kugrow. So hapo ndio kuna shida. Na kama elimu bora tutaendelea kusema, hii nchi haita develop kama hatujaweka hizo pesa mzuri, kwa sababu something ile kitu ya maana, quality pia inahitaji pesa. Kama tunaweka tu ile kidogo kidogo tunasema hiyo hatuwezani naye, na bado
tunatarajia kupata quality, basi hiyo haitafaa. So to make up our mind ni either tunataka kuboresha elimu, tuwe na elimu bora, ama tunataka tu kuona watoto wameenda shule, ni bora tu wameenda, wanarudi. Na hiyo haitatupeleka mbele. Bila shaka. Asante sana Boaz Waruku kwa kujumuika nasi na kwa kutusaidia kujadili masala ambayo yametia hofu wazazi wengi na Wakenya kwa jumla, ambao pia ni wazazi wanaotarajia kwamba siku moja watoto wao watakuwa katika shule ya upili na wapate ile ahadi ambayo imekuwepo kutoka kwa serikali ya kuwepo kwa elimu ya nafuu ya sekondari na elimu ya msingi ambayo haina malipo. Lakini kwa sababu ya muda tutakuwa tunakomea hapo. Shukrani za dhati kwa kuungana nasi na kwa wale waliotazama wote kuanzia mwanzo hadi tamati, na pia wengine wote waliofanikisha matangazo haya. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa, nitakuwa na wapisha wenzangu katika lugha ya Kimombo kuchukua usukani kuendelea na matangazo haya, na kusihi usiende mbali, uendelee kuganda katika KTN. Hadi wakati mwingine, kwa heri.